Mechi ya jana baina ya Dar es Salaam Young Africans ambaye alikuwa mgeni wa Azam Football Club ya NBC Premier League iliyochezwa kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi huko Mbagala, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Ilikuwa na matukio mengi sana ambayo yamejitokeza, na ni matukio ambayo si mageni kwenye mechi ya Azam na Yanga. Kwanza, tukio la kwanza lilikuwa ni tukio la kuumia kwa Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua amekuwa ni mhanga wa mechi ya Azam na Yanga. Ni mara ya pili sasa anatoka bila kumaliza mechi kutokana na majeraha, kutokana na kuumizwa kwenye mechi ambayo inakuwa inachezwa. Tukumbuke msimu uliopita wa 2023-2024 Pacome pia hakumaliza mechi ambapo aliumizwa na ilipelekea kuto kucheza michezo ya kimataifa, ambapo Yanga walikuwa wanaelekea kucheza mchezo na Mamelodi Sundowns wa CAF Champions League wa robo finali, na Pacome alikuwa yupo nje kwa majeraha mara baada ya kuumia kwenye mchezo wa ligi baina ya Azam na Yanga. Lakini jana pia imejitokeza ameumizwa kwenye dakika ya 24 tu mara baada tu ya kufunga goli, lakini baadaye akapata majeraha na kutolewa nje kuingia Clement Mzize. Pacome ambaye alikuwa na kiwango kizuri sana jana, hata goli alilofunga ni goli la uwezo na kujitoa, lakini pia kujitambua kwamba wewe ni nani. Kwa mchezaji mwingine angeogopa kwamba anaenda kuumia, lakini yeye alienda kufunga goli ambalo lilikuwa kwenye impossible angle as usual anavyofanyaga, kwa sababu ni mechi ya pili mfululizo anafunga, tena anafunga magoli ambayo yanakuwa kwenye engo ambayo huwezi kutegemea kwamba linaweza likawa goli, lakini anafunga. So jana zilimtosha dakika 24 akatoka nje. Lakini pia mechi hiyo inanikumbusha kwamba mechi zote ambazo Yanga anacheza na Azam asilimia kubwa haziwezi kuisha bila majambo. Mechi ya mzunguko wa kwanza vivyo hivyo iliisha kwa Yanga kuwa pungufu mchezaji mmoja mara baada ya Ibrahim Baka kutolewa nje kwa kadi nyekundu. Mechi pia ikaisha hivyo hivyo. Ishakuwa kawaida kwa mechi za Azam na Yanga kuona matukio ya namna hii, lakini haikuweza kuwa destroy Yanga kwamba labda waweze kupoteza mechi hiyo au waweze kucheza under confidence na kuweza kupoteza mechi hiyo. Ndivyo ikawapa nguvu na kuendelea kushambulia zaidi, na wakapata goli la pili kupitia kwa Prince Mpumelelo Dube ambaye alikuwa ni moto wa kotea mbali kwa mechi ya jana. Ameonyesha kiwango kikubwa sana. Ukizingatia alikuwa anacheza na waajiri wake wa zamani ambao ndo wamemleta hapa Tanzania na wamemfanya ajulikane, lakini jana alikuwa mwiba mchungu sana kwao kwa kutoa asisti, lakini pia kufunga goli kwa siku ya jana. Sasa mechi hiyo pia haikuweza kutuacha salama. Vile vile pia ni mechi ambayo wengi wanaosema wachambuzi hata mimi pia naungana nao, ni mechi ambayo ilitakiwa iishe aidha hata kwa kadi nyekundu, lakini ndo vivyo. Refa alikuwa amebalansi sana mechi hiyo, kwa sababu mambo mengi yaliyotokea ungeona kabisa kwamba hapa kuna namna ambavyo labda kadi mbili za njano zingetoka na kusababisha kadi nyekundu, lakini haikutokea. Tunachoshukuru Mungu ni kwamba mechi iliisha vizuri, iliisha salama, na Yanga wakapata pointi zao 3, wakaendelea kujiimarisha kule juu ya msimamo na kuendelea kuvuta pumzi. Sasa nataka nikuonyeshe ni jinsi gani ambavyo makocha hawa wawili kati ya kocha wa Simba michezo aliyocheza mpaka sasa hivi na mpaka sasa hivi yupo nafasi ya pili nyuma ya Yanga akiwa nyuma michezo miwili. Lakini pia na kocha Miloud, kocha wa Yanga naye mpaka muda huu ana michezo mingapi na amefanikiwa kushinda michezo mingapi na yupo kwenye position gani. Sasa tunaanza na Miloud Hamdi ambaye yeye ni kocha wa Dar es Salaam Young Africans. Huyu bwana ameiongoza Yanga kwenye michezo 8 toka amefika. Ameshinda michezo 7, akidraw mchezo mmoja ambao ilikuwa na Polisi Tanzania kule Isamuyo,
kule jeshini, ambapo walidraw huo mchezo. Ndo mchezo wake ambao ulikuwa wa kwanza pia, na ndo mchezo ambao alitoa draw, lakini ameshinda michezo 7, hajapoteza mchezo wowote na amefunga magoli 22 na timu yake inaongoza pale juu, Dar es Salaam Young Africans. Lakini kocha wa klabu ya Simba Fadlu Davis mpaka sasa hivi toka amefika Tanzania katika michuano yote, hapa namaanisha michuano ya kombe la shirikisho, lakini NBC Premier League, Azam Federation Cup ambao sasa hivi ni CRDB Federation Cup, lakini pia na ngao ya hisani. Huyu ndugu amecheza michezo 36, lakini ameshinda michezo 27, amesale michezo 5, huku akipoteza michezo 4, akiwa amefunga magoli 74, amefunga magoli 74. So huyu ndo Miloud ambaye mpaka sasa hivi huyu ndo Fadlu Davis, kocha wa Simba, ambaye mpaka sasa hivi yeye anashikilia nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania, NBC Premier League. Lakini mpaka sasa hivi wafungaji ambao wanaongoza pale juu chat, yupo Chaza Ahoua ambaye ana magoli 12, lakini akifuatiwa na Prince Mpumelelo Dube ambaye pia amefikisha magoli 12 mara baada ya jana kufunga. Lakini chini yao kuna Clement Mzize ambaye ana magoli 11 mpaka sasa hivi, wakati chini yao kuna Pacome Zouzoua ambaye mpaka sasa hivi ana magoli 10 mara baada ya jana kufunga goli lingine. So unaona Yanga wachezaji wake hapo juu wamejipanga, watatu wote wana 10+. Lakini nataka tuangalie hawa vinara wa ufungaji wa magoli kwa maana ya Prince Mpumelelo Dube, lakini pia na Jean Charles Ahoua, muda ambao wamecheza, dakika ngapi, wana goli ngapi, assist ngapi, lakini pia na mafanikio walioyapata mpaka muda huu. Dakika walizocheza kwa Prince Mpumelelo Dube, amecheza dakika 1565, ana magoli 12, na amecheza mechi 24, wakati Jean Charles Ahoua amecheza dakika 1459, amecheza mechi 20, lakini ana magoli 12 pia, wakati ana assist 7 na player of the month anayo 1, wakati man of the match anazo 4. Wakati Dube yeye katika mechi hizo 12 alizocheza ana assist 8, lakini pia ana player of the month 1, pia man of the match 3. Sasa ukiangalia kwenye goal involvement hapa kwa Prince Mpumelelo Dube, akiwa ana assist 8, lakini ana magoli 12, ukijumlisha manake ana mchango wa magoli 20 kwenye timu yake. Lakini upande wa Jean Charles Ahoua yeye ana magoli 12 na assist 7, ukijumlisha ana involvement ya magoli yote ya Simba 74 yale, yeye ni magoli 19 tu. Lakini katika haya yote magoli, Prince Mpumelelo Dube hana goli lolote la penalty, wakati Jean Charles Ahoua ana magoli zaidi ya 8 ya penalty. So huo ndo msimamo wa wafungaji na takwimu zao wa NBC Premier League mpaka hapa ilipofikia. Na sasa ligi itakwenda kusimama kidogo. Ligi itarudi tena kuanzia mpaka tarehe 20 mwezi huu wa 4, ndipo tutaanza tena kukimbizana na hii ligi, ambapo tunaelekea kwenye mechi za lala salama. Lakini wenye viporo vyao Simba ataendelea kuvikata viporo vyake kidogo kidogo mpaka kuifikia mechi yake ya kimataifa ya tarehe 20 ya mkondo wa kwanza, ambapo atacheza kwenye uwanja wa nyumbani na Stellenbosch ya huko South Africa. So takwimu ni hizo mpaka hapa ligi ilipofikia.